Hivi, umeshawahi kufikiria kuwa namba zinazotuzunguka, yani kuanzia tarehe yako ya kuzaliwa mpaka namba unayoipenda tu, zinaweza kuwa na maana kubwa zaidi kuliko tunavyofikiria? Basi leo tunaingia pamoja kwenye ulimwengu wa ajabu wa namba na tutafunua siri zao na historia yake ya kuvutia. Hebu fikiria kidogo, ile tarehe yako ya kuzaliwa, au labda kuna namba fulani hivi inajitokeza sana kwenye maisha yako. Unajua, je, ni bahati tu? Au yawezekana kuna ujumbe fulani hapo kwa ajili yako? Ndilo swali letu kuu leo. Hii ni ya kuchekesha lakini inafikirisha sana, sivyo? Yaani, fikiria dunia isingekuwa na namba, ingekuwa vipi? Historia ingekuwa ni hadithi tu, aliishi muda mrefu sana, na sayansi tusingeweza kupima chochote. Namba ndio zinatupa mpangilio, ndio msingi wa kila kitu tunachokijua. Sawa, hebu tuanze safari yetu kwenye maandiko ya zamani sana. Hapa namba si za kuhesabia tu, hapana. Ni kama funguo za kufungua siri za ulimwengu. Tunazungumzia msimbo wa siri uliofichwa ndani ya Biblia. Yaani, fikiria hivi, kama Muumba aliumba ulimwengu kwa mpangilio, basi lazima namba ziwe sehemu ya lugha yake, sivyo? Kwa hiyo, katika mfumo huu, kila namba ina ujumbe wake. Ni kama neno kwenye sentensi kubwa ya Mungu. Sentensi ambayo tunajaribu kuisoma na kuielewa. Sasa, namba 7. Hivi umeshawahi kujiuliza kwa nini namba hii inajitokeza sana? Kwenye hadithi, tamaduni, kila mahali. Basi, hebu tuichimbe hii namba yenye nguvu, tuone imeficha nini. Angalia hapa, siku 7 za uumbaji, noti 7 kwenye muziki, rangi 7 za upinde wa mvua, hata kauli 7 za Yesu msalabani. Yaani, kuanzia mwanzo wa ulimwengu, namba 7 ni kama sahihi ya Mungu. Inaashiria kitu kimekamilika, kimetimia. Ni kama wimbo mzuri ambao umefika mwisho wake kikamilifu. Sawa, tumeona ukamilifu wa 7. Sasa, hebu tuangalie kivuli chake, namba ambayo ni kinyume chake kabisa. Tunazungumzia namba 6. Mwanadamu aliumbwa siku ya 6. Siku zetu za kazi ni 6. Hata namba ya yule mnyama ni 666. Unaona? 6 ni namba ya mwanadamu, haikukamilika. Imepungua 1 kufika 7. Ni kama ukumbusho wa mapungufu yetu na mapambano yetu ya kila siku. Swali linabaki, tunapambana kufikia ukamilifu wa 7 au tunabaki kwenye upungufu wa 6? Sawa, sasa hebu tuachane kidogo na maandiko ya kale, tuingie kwenye dunia ya kisasa. Huku namba zinatumika kutusaidia kujielewa sisi wenyewe, maisha yetu binafsi. Karibu kwenye ulimwengu wa numerolojia. Okay, ili tuelewe tofauti vizuri, fikiria hivi. Ile ya kibibilia ni kama ramani kubwa ya dunia, inaonyesha mpango mkuu wa Mungu kwa kila mtu. Lakini hii ya sasa, numerolojia, ni kama GPS yako binafsi. Inatumia namba zako kama tarehe ya kuzaliwa kukuonyesha wewe njia yako maishani. Sasa, hebu tufanye kitu cha kuvutia. Tuchukue namba moja tu, namba 8, na tuiangalie kupitia mitazamo yote miwili, tuone tutapata nini. Tuko tayari? Hii hapa, namba 8. Ukiitazama ni alama tu, lakini ndani ya alama hii rahisi kuna maana 2 tofauti kabisa zinatusubiri. Basi, hebu tufungue. Na hapa sasa ndio mambo yanakuwa ya kuvutia. Angalia, upande mmoja Biblia inasema 8 ni mwanzo mpya, ni ufufuo. Upande mwingine numerolojia inasema ni nguvu, ni mafanikio. Yaani, inawezekanaje namba moja iwe na maana 2 tofauti kiasi hiki? Hili ni swali zuri. Kwenye Biblia, 8 ni ahadi ya kitu kipya. Fikiria Nuhu. Watu wa 8 tu walianza dunia upya. Yesu anafufuka siku ya 8, yani mwanzo wa juma jipya. Hata Agano Jipya liliandikwa na waandishi wa 8. Kila unapokutana na 8 kwenye Biblia, ni kama unaambiwa kuna mwanzo mpya unakuja. Ni namba ya matumaini. Sasa, tukihamia kwenye numerolojia, 8 ni namba ya nguvu. Hawa ni viongozi wa kuzaliwa, wana malengo na wanayafuata kweli kweli. Wao, changamoto kwao ni kama ngazi ya kupandia. Unajua wale watu ambao ni viongozi wakubwa kwenye biashara au siasa? Kuna uwezekano mkubwa wana nguvu ya namba 8. Wanageuza mawazo kuwa uhalisia.
Na hii nguvu yao inaonekana hata kwenye mapenzi. Mtu wa namba 8 akipenda, anapenda kweli, kwa moyo wote. Lakini hii inaweza kuwaweka kwenye hatari ya kuumizwa. Kwa hiyo, kama wewe una nguvu ya namba 8, sikiliza. Ni muhimu sana kusawazisha kati ya moyo na akili. Penda kwa nguvu zote, sawa? Lakini usisahau kujilinda. Hapo ndipo utapata furaha ya kweli. Okay. Tumeona jinsi namba 1 inaweza kuwa na maana 2 tofauti. Lakini swali kubwa zaidi ni hili. Kwa nini tunahangaika na haya yote? Yaani, kwa nini sisi binadamu tunatafuta maana kwenye vitu kama namba? Umeshawahi kugundua? Tunaona ruwaza kila mahali. Kwenye nyota angani, kwenye mpangilio wa majani. Akili zetu zimeumbwa kutafuta mpangilio, kutafuta maana. Je, ni kwa sababu tunataka tu kuelewa dunia ili tuishi vizuri? Au labda tunatafuta kitu kikubwa zaidi, kitu kinachotuunganisha sote. Mwisho wa siku, haijalishi ni kupitia Biblia au blog ya mtandaoni, huu utafutaji wa maana ni sehemu ya sisi tulivyo. Labda mifumo hii yote ni kama ramani tu. Ramani tunazozitengeneza ili zitusaidie kwenye safari ya maisha. Katika dunia ambayo inaweza kuonekana haina mpangilio, tunahitaji kuamini kwamba kuna njia, kuna maana, kuna kusudi. Unajua, kuanzia maandiko ya maelfu ya miaka iliyopita hadi algorithm za kompyuta za leo, kiukweli sote tunatafuta kitu kimoja tu, hadithi. Tunataka kuelewa hadithi yetu iko wapi katika hadithi kubwa ya ulimwengu. Kwa hiyo, na kuachia swali hili la mwisho. Ebu fikiria namba zako zile zinazojirudia kwenye maisha yako. Namba ya nyumba yako, tarehe zako muhimu. Zinasimulia hadithi gani? Zinakwambia nini kuhusu wewe? Ebu tafakari hilo.